Katibu Mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri amesema wizara hiyo imejipanga kupitia mamlaka zake mbalimbali kusaidia jitihada za taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada kubwa za serikali za kuwekeza kwenye matibabu ya moyo nchini. Mhandisi Mwajuma Waziri ameyasema hayo wakati akimwakilisha Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Hamid Aweso kukabidhi hundi ya kiasi cha shilingi milioni 20 kwa uongozi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kama mchango wa shirika la mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA. Tatizo kwa kweli ni kubwa sana, si kwa watoto tu mpaka kwa watu wazima. Kwa hiyo kupitia sekta ya maji tumeona DAWASA ni mamlaka mojawapo, lakini tuna mamlaka nyingi takriban 82. Kwa hiyo tukiunganisha juhudi hizi tunaweza kwa hatua moja au nyingine tukasaidia watoto kadhaa na pia baadhi ya watu wazima katika jitihada za kuunga mkono serikali kupambana na changamoto za haya matibabu ya moyo. Wakati huo kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr. Angelo Muhozia na meneja mkuu wa Global Medicare Daniel Lazaro pamoja na kuishukuru Wizara ya Maji na DAWASA kwa mchango huo muhimu, lakini wamesema tatizo la magonjwa ya moyo kwa watoto nchini ni kubwa na endelevu, na hivyo kuendelea kuwaomba wadau mbalimbali nchini kujitokeza kuendelea kuchangia matibabu hayo, huku kwa upande wake mkuu wa kitengo cha mawasiliano DAWASA Everlasting Liaro akitoa ahadi ya shirika hilo kuchangia zaidi ya watoto 10 mwaka ujao. Kwa wale ambao wanafika hapa wanakuwa wanahitaji matibabu ya kibingwa, aidha upasuaji wa tundu dogo au upasuaji wa tundu kubwa, na huduma ni gharama kidogo kutokana na vifaa tiba, lakini pamoja na dawa ambazo wanahitaji kutumia. Kwa hiyo hiyo milioni 4 inakava kwa sehemu kubwa, na serikali inakava kwa asilimia kubwa sana. Nasema 70% inakuwa covered na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tukipata wadau ambao wanatushika mkono tunawashukuru sana. Toa shukrani za dhati kwa uongozi wa DAWASA makao makuu Dar es Salaam, kwa sababu tulipowakimbilia kwa kilio hiki cha msaada kwa ajili ya watoto wenye changamoto za moyo, walituunga mkono, walituchangia, kwanza walitukaribisha, wakatupokea. Na pia nikupe tu taarifa, idara ya DAWASA na uongozi wake kwa Dar es Salaam wanajali afya za wafanyakazi wao. Mwishoni mwa mwaka jana, kwa kushirikiana na timu ya JKCI tulifanikiwa kufanya screening za wafanyakazi zaidi ya 200 wa DAWASA. Na pia tuko kwenye maongezi ya kufanya screening nyingine. Kwa hiyo ile ni nia ya dhati tunapojitahidi, kama alivyoongea ndugu yangu Maulid kwamba maji ni kila kitu, pia afya ya moyo ni kila kitu. Na huu ni mwanzo tu, ni kuhakikishia mkurugenzi mtendaji, mwaka unaokuja tutadhamini zaidi ya watoto 10. Tumeanza na watano, mwaka unaokuja watoto 10. Kwa sababu wengine ni wazazi, kila mmoja ni mzazi, ni mlezi. Kwa hiyo unavyoona maumivu ya watoto wale, basi unafikiria watoto wako, unafikiria jamaa, ndugu na marafiki. JKCI tunawashukuru sana na Mungu awabariki katika utumishi wenu. Naye Dr. Stella Mongela ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo ya watoto wa JKCI amesema takwimu za ulimwenguni zinaonyesha katika kila vizazi hai 100 mtoto mmoja anazaliwa na shida ya moyo, huku kwa upande wa Tanzania kuna takriban vizazi milioni 2 kila mwaka, ambapo kati yao 20,000 wanazaliwa na magonjwa ya moyo na kati yao 4,000 watahitaji matibabu kwa mapema zaidi kabla ya umri wa mwaka mmoja ili kuyanusuru maisha yao. Katika kliniki zetu hapa taasisi moja Jakaya Kikwete tunaona takriban watoto wapya wenye shida za moyo 10 hadi 15 kwa kila siku ambao wanatoka maeneo mbalimbali nchi nzima. Na orodha ya watoto ambao wanahitaji matibabu ya moyo kwa hapa nchini, ikiwa ni upasuaji mkubwa wa kufungua kifua ama upasuaji mdogo kupitia kwenye mishipa, ni watoto wasiopungua 500, na hiyo idadi inaongezeka kila siku. Hundi hiyo ya shilingi milioni 20 imekabidhiwa ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji inayoanza tarehe 16 hadi tarehe 22 mwezi Machi kila mwaka. Informative TV. We believe in knowledge.